Kwangu mimi ni mama ambaye nilimfahamu na tukafahamiana vizuri, tukaishi vizuri. Ni mama ambaye amenilelea watoto wangu Tanzanite na Afrika kwa kipindi kirefu sana. Kipindi ambacho sikuwa najua uzazi ni nini, lakini yeye alisimama kulea watoto vizuri. Kwa kweli ni mama ambaye alikuwa msaada mkubwa sana kwangu. Alikuwa ni mama mwenye upendo sana na wajukuu zake sana, kiasi kwamba yani ilikuwa haiwezi kupita wiki hajapiga simu kuongea na wajukuu zake. Na mambo mengi katika ulezi, unajua kuna kurekebishana na watoto na nini, alikuwa mstari wa mbele pia. Kama kuna tatizo lolote tunashirikiana kwa pamoja. Yani ni mama wa hivyo, mama rafiki. Kwa kiukweli, alafu pia japokuwa alikuwa ni mgonjwa muda mrefu anaumwa, lakini nilifiwa na mama yangu. Alisafiri kutoka Mwanza mpaka Moshi kuja kumzika mama yangu pia. Kwa kwangu mimi ilikuwa ni jambo kubwa sana ambalo hakuweza kufutika. Ilikuwa ni lazima nije nimsindikize mama kwenye safari yake ya mwisho. Mara ya mwisho kuzungumza naye tulikuwa tunazungumza tu na binti na mjukuu wake Tanzanite, kwa sababu ndio wanaongeaga sana. Kwa hiyo kuna vitu alikuwa anamuelekeza na nini. Wakasalimia ni kama 2 weeks kabla ya kuanza kuumwa hiyo serious. Ni mama ambaye alikuwa na upendo kwa, yani mimi alimchukulia kama mtoto wake kabisa. Yani saa nyingine nilikuwa nahisi labda ananipenda mimi zaidi kuliko hata anavyompenda Hamisi. Kwa sababu mara nyingi tulikuwa tukiongea zaidi mimi na yeye vitu vingi sana ambavyo hata mimi na mamangu tulikuwa tuzungumzi.